Chukia amali za mtu, usimchukie mtu mwenyewe. Leo yuko vibaya, lakini muda sio mrefu pengine yule yule anabadilika, anakuwa ni mtu mzuri hata kukushinda wewe. Na ndiyo tulivyojifunza katika historia ya kuanza kwa Uislamu. Watu walikuwa wanaishi kwenye mazingira ya uadui, chuki, dhuluma ilikuwa nyingi, lakini kadiri walivyokuja kwenye Uislamu, Uislamu ukawalazimisha kuyaacha yaliyopita kabla ya kusilimu, yanasamehewa. Kwa hiyo mtu yule yule alikuwa adui yako juzi, leo anageuka anakuwa ni ndugu yako au rafiki yako wa karibu. Kwa hiyo tumehimizwa katika dini masala ya i'tisam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Swala hili kama utaendekeza mahusiano, mafungamano baina yako na watu wengine, utahisi halitekelezeki. Utasema mimi siwezi kukaa na fulani pamoja. Lazima uweze, kwa sababu wewe utakuwa umemchukia huyo fulani. Lakini kama tatizo ni matendo yake, wewe upambane kumrekebisha yale yaliyokuwa yanachukiza yaondoke, abakie yeye mwenyewe msafi, umwadilishe aje katika yanayotakiwa. Kwa hiyo hili la tatu linalojenga subira ni kuvumiliana sisi binadamu wenyewe kwa wenyewe. Unakabiliana na mtu ambaye kwa hakika ana sura ya kuwa yeye ni adui, lakini chukia vile vinavyotengeneza uadui baina yako na yeye, na ujaribu kadiri inavyowezekana kuondoa elementi za uadui, mtu huyu abadilike kuwa ni rafiki. Wanasema watu wa falsafa katika sifa za kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, qitratun min faidhi judika tamla'u al-arda riya wa nadhratun bi'aini ridaka taj'alu al-kafira waliya. Ewe Mola wetu, tone moja tu la mmimino wa ukarimu wako linanawirisha ardhi yote. Ukileta rehema yako ardhini hata mahala pabaya, lakini rehema yako inaweza ikabadilisha mahala pabaya pakang'ara, pakawa pazuri. Wa nadharatun bi'aini ridhaka, na wewe Mola wetu, mtazamo wako mmoja tu kwa jicho la ridhaa, unapoangalia mahala au kumwangalia mja wako kwa jicho la kuridhika naye, taj'alu al-kafira waliya, kumtizama mja wako kwa ridhaa kunambadilisha. Alikuwa kafiri, anabadilika kuwa ni walii, mpenzi wako. Wote wanaotajwa katika masahaba wa Mtume, na baada ya kutajwa tukasema radhiyallahu anhum, huyo Mtume kaja kuwakuta kwenye mazingira mabaya na magumu kwelikweli. Kwa fadhila ya Allah, nyoyo zao zililainika ilipotangazwa haki mbele yao, wakaikubali. Na kuna wengine wamechelewa sana kuikubali hiyo haki. Mwanzo walikuwa ni maadui wakubwa wa Mtume mwenyewe na waumini, lakini walipokuja kuangaziwa kwa hiyo jicho la ridhaa ya Allah, wakabadilika na wao wakawa ni wapenzi, wakashirikiana na ndugu zao katika imani, wakasahau maovu yaliyopita. Kwa hiyo kama kwenye jamii yetu mna mchanganyiko mbaya wa watu tuliokuwa watu walioelekea na watu waliopinda, tusiwachukie watu kama watu, tuchukie yale yaliyowafanya waende. Na sisi tunajiona tumenyooka, tufanye juhudi ya kuwasaidia kunyooka wale ambao wamepinda. Tukifanikiwa kuondosha vile vinavyotengeneza tofauti kati yetu na wao, hatutokuwa tofauti tena, tutakuwa ni sawa sawa, tutakuwa ni ndugu katika imani. Na hili ni jambo linalohitaji subira vile vile. Kudili na mtu ambaye kapinda mpaka kwa fadhila ya Allah akamlainisha akanyooka kama wewe, ni jambo linalohitaji uvumilivu wa hali ya juu. Sio kusema fulani hatufai, fulani finari, fulani yule hawezi kukaa pamoja na sisi, sisi hatuwezi kuchanganyika naye. Kama ni hivyo basi hata hao mitume waliotumwa wasingeifanya kazi waliotumwa, kwa sababu kama ni unyoofu walikuwa wamenyooka wenyewe tu, wakatakiwa wasaidie kuwanyoosha na wengine.